Karibu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu. Siku ya leo tunaangazia jambo muhimu sana, namna ambavyo shetani anaweza kudanganya wakati ukiwa na Biblia mkononi na akakupoteza katika njia ya Bwana. Ni mtego gani huu ambao shetani anautumia na wewe unatakiwa kufanyaje ili uweze kushinda? Kwa sababu kuwa na Biblia, kuisoma, haimaanishi ya kwamba utakuwa salama ikiwa hautoisoma kwa usahihi. Biblia ni neno la Mungu ambalo tunasoma ya kwamba wanadamu waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa tafsiri yake unahitaji Roho Mtakatifu. Lakini pia lazima ujifunze waliosoma, kwa maana waliotumia neno la Mungu wao wenyewe pia walisomaje, ili kukwepa mitego mbalimbali. Kwa Biblia ipo kutusaidia tuweze kushinda. Tukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 4, jaribu la pili ambalo shetani alimjaribu Yesu, alimwambia, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Tunachokiona hapa ni kwamba shetani anamjaribu Yesu kwa kutumia Biblia. Kwa nini? Raundi ya kwanza shetani ameshindwa kwa sababu aliambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini. Jaribu la pili ikiwa ni ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Ya kwanza ilikuwa badili mawe kwa mkate. La pili ilikuwa ikiwa ni mwana wa Mungu, jitupe chini. Tena akakoti fungu. Ile fungu tunaweza kulipata katika kitabu cha Zaburi sura ya 91. Ndipo tunalipata na tunaanza kuangalia ya kwamba kwa nini Yesu akufanya kila ambacho alitakiwa shetani alitumia fungu kwacho kukifanya. Ni kuanzia mstari wa 11, anasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake kulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu katika jiwe. Kama hiyo, sisi tunaposoma Biblia, Ibilisi naye pia anasoma Biblia. Mzunzi mzuri wa unabii. Sasa anajua ni wapi ambako anaweza kutuangusha. Lakini ni rahisi sisi kushinda kuliko kushindwa, kwa sababu kanuni ni nyepesi. Shetani anapenda kutumia Biblia nje na maana ya neno la Mungu. Anageuza kidogo, kwa hiyo lazima ubaki katika maana ya neno la Mungu. Kuna watu wametengeneza vitu vingi katika fahamu zao na maisha yao kiroho kwa sababu wanaitafsiri vibaya Biblia. Kauni nyepesi ya tafsiri ya Biblia ni hii, ambayo wengi wanaitumia katika kufikia maana halisi, ambayo njia inayotumika ni historical grammatical interpretation, ambapo sasa unatafsiri Biblia ukiangalia history, ukiangalia maana halisi kutoka katika muktadha. Fungu hili limaanisha nini? Lengo la mwandishi ilikuwa ni nini na inataka tufanye nini? Kwa hiyo sio swala la kuchukua fungu moja na hilo fungu kaamua kulitumia kwa ajili ya kupata maana yako. Kuna msemo mmoja unaosema ya kwamba Biblia inaweza kukuruhusu kufanya chochote unachokitaka kwa sababu umeamua kuifanya iwe hivyo. Lakini ukiamua neno la Mungu likuongoze kile kinachotakiwa, itafanya hivyo kwa sababu umeamua ifanye hivyo. Kwa hiyo tunapoamua kusoma Biblia, tunaamua njia gani? Tunaamua njia ya kwamba Biblia tuitafsiri vile inavyotaka tuitafsiri, ama tuitafsiri Biblia vile tunavyotaka tuitafsiri. Inamaanisha nini? Kuna mtu rafiki mmoja aliuliza swali kuhusu kuwepo kwa dini nyingi. Kwa nini madhehebu ni mengi? Makanisa, alizungumzia makanisa. Na kama ni makanisa, maana yake ni swala tunalozungumzia ni swala wanaoiamini Biblia. Ni kwa sababu moja ni hiyo ya kwamba shetani amekuwa mjanja wa kutafsiri Biblia na kuipatia vifungu moja maana tofauti.
Kwa kila mmoja kwenye fungu fulani anaamini hivi. Kwa hiyo kama nikiwa na imani tofauti, sitaweza kusimama. Kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 5 inasema imani moja, ubatizo mmoja. Kwa kama tuna imani tofauti, maana yake tumeliamini neno la Mungu tofauti. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17 inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa kama imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, maana yake utofauti wa imani unategemea na utofauti wa kusikia neno la Mungu. Tukiwa na neno moja, tutakuwa na imani moja. Kwa rafiki, lazima tujenge imani katika neno la Mungu. Soma Biblia kwa namna ya kutulia sana na kwa maombi mengi sana. Na uwe tayari kusikiliza watu wengine wanasemaje ili uweze kupata namna tofauti. Huenda ni tafsiri yako imekuwa si sawa, au huenda kuna tafsiri unazokuwa nazo kabla zinachangia na tafsiri vibaya Biblia. Niliwahi kufundisha hapa, mfano mtu anaamini kitu fulani, akisoma na akiwekea mkazo sana. Mfano mtu anayeamini katika mfumo dume, situmie neno mfumo dume, anayeamini kwamba wanawake si chochote, jinsia si chochote, yaani sisi wanaume ndo sisi tu. Anakuja kwenye fungu la kwamba mwanamke asiseme kanisani, yeye moja kwa moja anasema mwanamke hatakiwi kuhubiri, hatakiwi kufanya chochote. Kwa sababu gani? Hana muda wa kwanza kutafsiri, kwa sababu kuna kitu anacho ambacho ni kama anaposoma pale kinamkandamizia. The same hata kwenye vyakula. Kuna mtu anataka kula kila kitu. Akifika fungu linalosema kwa maana hii akavitakasa vyakula vyote, hana haja ya kutafuta hivi alikuwa anamaanisha nini hapa. Anapigia mstari, okay, kumbe kuanzia leo nikale vyote. Anapokuja mtu anayependa kunywa pombe, akifika kwenye fungu Paulo anamwandikia Timotheo, tangu sasa situmie maji, tutumie na mvinyo kidogo kwa ajili ya maradhi ya kupatayo ya tumbo. Sasa anasema okay, kumbe pombe ni dawa, sasa naendelea kutumia, bila kuanza kutafsiri fungu inavyotakiwa. Kwa rafiki yangu, nikutie moyo kwamba ili uweze kupata ushindi katika dunia hii, tu katika pambano kuu na shetani, njia zake za kupambana ni nyingi sana. Yeye anatuambia anaweza akaja kama malaika wa nuru. Sio mara zote shetani atakuja kama malaika wa giza. Atakuwa kwa vile ulivyo. Akiona umekaa sana kiroho, shetani atakuja kiroho pia. Akiona umekaa kidhambi sana, atakuja kidhambi sana. Kwa hiyo yeye atakuja kwa vile ulivyo, na atakuwa akibadilika kutafuta namna gani anaweza kukupata, akiangalia udhaifu wako uko wapi. Kwa hiyo ili uweze kushinda, jitahidi kusoma Biblia ukimwomba Roho Mtakatifu na ukitafuta maana halisi. Ukiona fungu moja unapata maana mbili, ni hatari. Ni nini? Ni hatari. Neno la Mungu kitabu cha Yohana 17:17 anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kweli na tabia moja ibadiliki. Kweli huwa ibadiliki. Kweli ni kweli. Black is black, white is white. Yaani nyeusi ni nyeusi na nyeupe ni nyeupe. Yaani ukweli hautabadilika siku yote ukawa uongo. Ukweli ni ukweli. Kwa sababu Mungu mwenyewe ni kweli. Kama Mungu anasema yeye ni kweli, maana yake kwake hakuna kubadilika. Ndio maana anakuwa ni kweli. Kwa neno la Mungu likiwa ni kweli, halina maana mbili, halina tabia ya kubadilika. Ni wewe kulikosea, kulitafsiri, lakini ukweli unabaki kuwa ukweli. Kwa hiyo sasa unaposoma neno la Mungu, tuwe na maombi sana. Kwa sababu moja, unaposoma Biblia, kuna wakati mashetani yanakuja, mapepo yanakusaidia kutafsiri. Yakishinda kufanya kusinzia ili usielewe, au kutokusinzia na kupiga ubumbuazi fulani hivyo, unapita kama unapita kama yani usoma kuanzia mpaka hapa, yani hujaelewa, yani hali inatokeaga, si ndio? Yani unapita kama, sasa anakupiga ubumbuazi. Akishinda kupiga ubumbuazi,
linakuja kusaidia kutafsiri. Kuna kutafsiri katika kuhukumu, si ndio? Unasoma fungu hivi unaona kama hiki kitu nakosea, kumbe ni wewe umetafsiri vibaya. Ndio maana kuna watu wengine wamefika wamejifanyia vitu vibaya katika miili yao kwa sababu wamesoma vibaya mafungu ya Biblia. Kinachotakiwa. Kwa hiyo sasa nikusi rafiki ya kwamba mtego wa shetani huko pale ambapo unaitafsiri Biblia kupata maana isiyo sahihi. Ni vizuri ukishaamua kujifunza Biblia, ni vizuri jifunze kwa watu wengi sana. Afu omba sana. Omba sana. Kwa sababu Mungu anayemjia yote hatamtupa nje kama. Hiyo ni kitabu cha Yohana sura ya 37. Anasema yote ajaye kwangu sitamtupa nje kama. Anasema na wenye njaa na kiu ya haki, maana atafanya. Hiyo ni Mathayo sura ya 5. Maana atashibishwa. Kwa sasa ukiwa na njaa na kiu ya haki, una haja na neno, Bwana atakusaidia. Yaani ikiwa moyo wako umemwelekea Bwana. Hebu tusome hii, tumesoma ni Zaburi 91, si ndio? Mstari wa 14. Anasema hivi, kwa kuwa amekaza kunipenda nitamuokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Kwa kuwa amekaza kunipenda nitamuokoa. Ukiwa na nia kutoka rohoni ya kumtafuta Bwana, ili ujue ukweli jinsi ulivyo, hautakaopotea, kwa sababu lengo la Mungu sio kupoteza mtu, ni kumuokoa. Atakuletea ukweli tu. Ikiwa unatafuta kuokolewa kwa bidii, unatafuta kushinda dhambi, unatafuta kuishi maisha matakatifu, Mungu hatakuacha. Yaani hakuna kitakacho kuua kabla ya kufikia hiyo hatua. Hakipo. Kwa sababu Mungu ana control ya kila kitu. Shetani hawezi kufanya kitu chochote kama Mungu amemwambia stop. Yaani kama Mungu hajaruhusu, shetani hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo ukiamua kumtafuta Mungu, weka bidii kumtafuta. Omba, utapata nuru. Mtego wa shetani kwenye maandiko matakatifu tumejifunza ni kutafuta maana tofauti. Hapa ni kama hapa achukua tu kifungu tu hicho ya kwamba atakuagizia malaika wako akudaki. Kwa hiyo anakujaribu, umjaribu Bwana kwa sababu Bwana ametoa ahadi. The same kuna watu wanafanya vitu vya ovyo. Akisema kama Mungu atanilinda Bwana. Mungu amekwambia okay, wewe kijana usifungamane na nile na mtu asiyeamini. Okay, shetani anaweza kukwambia unamuona Samson? Alishinda. Ilikuwa ni mpango wa Mungu. Nani ajue kama Mungu atataka umuokoe huyo, kwa hiyo wale wanaye muoe utamuokoa. Lakini hapana, tafsiri Biblia vizuri. Akishakwambia hapana ni hapana. Usiende tofauti. Mungu anaposema usizini, usizini tu. Usizini tu. Ameshakwambia usizini, usizini. Shasema useme uongo, useme uongo. Sema ninajiokoa, useme uongo. Roho Mtakatifu yupo kuongoza. Hata kuna mengine hapo mtu anaweza kutafuta sijui sababu gani. Sawa, wewe vitafuta. Lakini simama, nyooka kwa Bwana. Zaidi mtegemee Roho Mtakatifu. Ukijua ya kwamba Roho Mtakatifu yupo kusaidia kwa sababu hila za shetani zimejificha sana. Unahitaji Roho Mtakatifu akukumbushe, akuongoze, akuepushe. Kwa hiyo katika vita hii tunaopigana tunaye msaidizi. Atatusaidia kushinda Roho Mtakatifu. Tukidumu katika kumwamini Yesu Kristo na kudumu katika kuongozwa na Roho Mtakatifu, ndio maana Biblia imesema kitabu cha Warumi sura ya 8, 9 na 14. Anasema ya kwamba wanaoongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio wana wa nani? Wa Mungu. Kwa sasa wekeza katika kuongozwa na Roho Mtakatifu. Katika kusoma maandiko matakatifu. Roho Mtakatifu bila neno, huyu atakuwa roho mchafu. Na neno la Mungu bila Roho Mtakatifu, utakuwa unajiua mwenyewe. Kwa wakati mwema. Amen.